Mwanzo kabisa Salim, na shukuru kwa fursa hii ambayo umenipa ili tuweze kuzungumza mambo ambayo yanajiri nchini. Pamoja na hayo, ningependa kutumia fursa hii kutoa salamu zangu za rambirambi kwa jamii na marafiki waliopoteza wapendwa wao katika mambo yaliyotokea siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi hapa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pili, pia ni naombea wale ambao walipata majeruhi katika vurugu zile ambazo zilijitokeza ili waweze wakapata kupona kwa haraka. Pamoja na hayo pia ningependa pia kusema kwamba wale ambao pia walipoteza pengine mali zao katika vurugu ama jinsi livelihood kwa kimombo, namna ya kupata vipato vyao, mimi nawaombea kwamba Mungu awape nguvu ili waweze kuendelea na shughuli zao za kawaida na hali ya utulivu irejee kwa nchi nzima. Umeuliza swali nzuri kama Wakenya ambao wapo Tanzania wako salama. Idadi kamili ya nchi jirani watu huwezi ukajua kikamilifu ni watu wangapi. Wanaweza wakawa ni watu zaidi ya 40,000 ambazo unazitaja wewe, kwa sababu nchi ambazo zinapakana wananchi wanaingia, wengine sio kwa kupitia airport, ama ni wengine wanaingia kwenye mabasi, wengine kwa miguu, na kuna jamaa wengi baina yetu tu, jamii zetu ambazo zinahusiana kwa uhusiano wa kidamu. Kwa hivyo huwezi ukajua ni wangapi, lakini kulingana na taarifa tulizo nazo sasa, katika vurugu hizi tulimpoteza Mkenya mmoja ambaye alikuwa mwalimu, jina lake Ugutu, na kuna wale pengine wamepata maumivu, lakini hatujapata taarifa zingine kama kuna yule ambaye tumempoteza. Na pamoja na hayo kuna wengine ambao walikuwa wameshikiliwa na serikali kwa kufanywa uchunguzi kwa mambo mbalimbali, wengine makosa ya uhamiaji, wengine shughuli mbalimbali ambao serikali ilikuwa inafanya ili kuweza kujiridhisha kwamba kama kuna wahalifu wamesakwa. Kwa hivyo niseme kwa sasa hivi Wakenya wako salama. Ndio. Una idadi ya ambao wanashikiliwa kwa makosa mengine? Kumekuwepo na wale ambao wamekuwa wakishikiliwa kwa makosa. Wengi wameachiliwa kwa kukosa, kwa sababu walishikwa kwa sababu unajua kama kawaida pengine kuliko kuwa na msako katika kipindi hiki cha uchaguzi na baada ya uchaguzi, hasa machafuko yalipotokea, kukawa na misako ambayo ilikuwa inaendezwa na vyombo vya usalama kwenye zile vizuizi, roadblocks zile, na wengine wakawa wamezuiliwa. Mwingine una stakabadhi zako, lakini wanataka kujua umekuja kufanya nini nchini, unaenda wapi, umekaa hapa muda gani, lakini wengi wameachiliwa. Hatuna habari kamili ya kwamba kama kuna wale ambao bado wameshikiliwa ni wangapi. Hatuna habari kamili, lakini tuna habari kwamba kuna wengine tunapata habari kutoka kwa jamaa zao kwamba bado walikuwepo, wengine kuna fikra kwamba wameshikiliwa na vyombo vya usalama, wengine kwamba hawajaonekana, walikuwa hotelini, ametoka, huenda kama alichukuliwa na polisi. Kwa hivyo bado tunazidi kuzifuatilia na tayari tumeliwasilisha hili kwa mamlaka, Wizara ya Mambo ya Nje, ili watusaidie kujua kama kuna Wakenya ambao bado wamezuiliwa, ili tuweze kujua wamezuiliwa kwa kipi na tuweze kuwafikia sisi, kuwapa huduma ambayo kwa kawaida tunaita kidiplomasia consular visit na consular services. Naam. Balozi, mamlaka za Tanzania zimesema kwamba zimesema wazi kwamba kuna watu kutoka nje ya nchi walikuja na wakahusika na matukio yaliyotokea hapa, lakini kwenye mitandao ya kijamii ilionekana kama vidole vingi vinanyoshewa Kenya. Kwa nini unadhani Kenya ilitizamwa kwa jicho hilo? Mimi sijapata kujua, manake sijasikia serikali ikisema kwamba Kenya ilihusika. Inaweza ikawa mtazamo wa mtu fulani ya kwamba wanasema wananyoshea Kenya mkono kwamba wamehusika, lakini sijasikia serikali ikitoa tamko kwamba Wakenya wamehusika. Nimesikia serikali ikitoa tamko kwamba kulikuwepo na watu kutoka nje. Hasa kutoka nje wanaweza wakawa watu kutoka nchi yote, inaweza kuwa pengine kutoka nchi jirani, inaweza kuwa nchi za mbali, inaweza kuwa hata kutoka bara zingine. Kwa hivyo mimi sina habari, na kwa sababu mpaka utakapo pengine upate ushahidi ya kwamba kuna watu fulani ambao wameshikwa na tuhuma hizi na ushahidi huko hivi, na mimi kwangu matarajio yangu ni kwamba mchakato wa kisheria basi unafuatwa kwa lile. Sisi wa Kenya na Tanzania ni ndugu.
na sisi ni jirani na ndugu, na matukio ambayo yanatokea kwenye nyumba ya jirani yako ama makazi ya jirani yako yatakuhusu wewe kama jirani. Yaani utakuwa jirani ambaye hujielewi kwamba kwa jirani kwako unasikia kwamba kuna vurugu ama kuna makelele na huendi kuuliza lipi linatokea pale. Utataka ujiridhishe kwamba kuna jambo gani linaendelea kwa jirani yangu, nimesikia mshtuko fulani ama jambo fulani, utataka kujua ni kipi kinaendelea. Utambishia jirani, umuulize, jirani, nimesikia hivi, mko sawa? Akwambie ndio ama la, hatuko sawa. Kwa hivyo hiyo ni kawaida kwamba matokeo kama haya yanatokea. Na nikukumbushe tu Salim kwamba sisi tulipokuwa na uchaguzi wetu wa mwaka 2007 ambao ulifuatiwa na ghasia za baada ya uchaguzi kwa na machafuko nchini, waliofika nchini wa kwanza walikuwa ni viongozi kutoka Tanzania, akiwemo hayati mzee Benjamin Mkapa kipindi kile akiwa rais mstaafu, na pia akaja rais aliyekuwa madarakani mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, ili kuona ni vipi tunavyoweza kusaidiana na jirani zetu, ndugu zetu katika hili kutafuta amani, kutafuta mwafaka. Na hata wakati mazungumzo yalipoendelea na tukapata mwafaka na kukawa kutia sahihi kwenye mkataba wa serikali ya pamoja, Government of National Unity, wale viongozi walikuja pia Nairobi, hawakuchoka. Kwa hivyo ni kawaida, jambo la kawaida kwamba jirani watajihusisha na masuala ya nchi jirani. Pengine pili ni kuambia, katika uchaguzi ambao umepita hivi majuzi, mwaka 2022, tumeona tulikuwa na kinyang'anyiro kigumu kati ya Mheshimiwa Rais William Ruto, rais wetu wa sasa, maarufu wakati ule kama Hustler, na hayati Mheshimiwa former Prime Minister Raila Odinga, ambaye maarufu kama Baba. Na kuna vikundi vilikuwepo, wengine wanamuunga Baba mkono na wengine wanamuunga Hustler mkono. Kwa hivyo haya yanatokea, ushabiki ule unakuwepo, na unakuwepo katika mpaka ngazi zingine. Unapata katika serikali, nilikuwa najua kwamba kutana viongozi wa serikali wanasema sisi katika bunge tunajadiliana, kuna team Hustler na kuna team Baba. Kwa hivyo inafanyika. Kwa hivyo wakati haya yanaendelea na katika mambo ya uchaguzi, Wakenya pia walifuatilia na kwenye mitandao, na sisi kwenye mitandao Wakenya kidogo wana ushabiki mkubwa kwenye mitandao, na wanafanya saa zingine mzaha. Kunakuwa na mambo mengi ambayo tunasema ni banta, mzaha, wanafanyana utani, tuseme utani. Kwa hivyo walihusika Wakenya na kwenye mitandao na waliliongelea hili, na kwa sababu ni jambo la kawaida. Jirani hawezi tu kukua kama anakuwa kama haelewi kuna kipi kinachoendelea kwenye mazingira ambayo yanamhusu. Lakini kingine pia vyombo vya habari, mimi nitashangaa kama kunatokea jambo, hata kama ni mambo kama tulivyokuwa na maandamano ya Gen Z mwaka uliopita, kama ningeliangalia vyombo vya habari vya Tanzania na wawe hawawezi kutaja kwamba kuna hiki kinaendelea Kenya, ningelishangaa. Maanake ndio kazi ya wanahabari, wataangazia matukio ambayo yanatokea, ambayo ni matukio muhimu kwenye jamii. Kwa hivyo hii imeendelea, imekuwepo, na kumekuwepo na ufuatiliaji mkubwa, kwa sababu nyinyi ni ndugu, Tanzania ni ndugu zetu, Tanzania ni jirani wetu, Tanzania tunafanya nao biashara, na kwa hivyo hauwezi kabisa wewe kama jirani kuignore kinachoendelea kwa jirani yako. Kwa uzoefu wako kama mwana diplomasia na jinsi unavyoifahamu Tanzania, ulishtuka kiasi gani ulivyoona yale mambo yametokea? Kwa kweli kama mtu yote tulikuwa tumesikia kwamba kutakuwepo na maandamano, maana yake yalikuwa ni mambo taswira ambazo watu walikuwa wameziweka wazi kwamba kutakuwepo na maandamano. Lakini jambo kama hili Tanzania halijawahi kutokea. Tanzania ni nchi ambayo imejulikana kwa utulivu wake kwa muda mrefu tu, na sio sasa, kwa muda mrefu umekuwa na utulivu. Na tofauti na nchi kama Kenya kwa mfano, ama pengine Uganda, sisi mambo yetu na kulingana na misingi ya katiba yetu inaturuhusu kufanya mambo fulani. Unaweza ukawa na maandamano ya amani, na maandamano pengine ya kuitisha hili ama kutetea haki zako. Kwetu inafanyika na ni jambo la kawaida, lakini msisitizo mkubwa inakuwa ni maandamano ya amani, ambalo pia Tanzania ipo, lakini uzoefu unakuwa haupo sana kama Kenya tunavyofanya sisi. Mara kwa mara utapata, na sio tu wanaharakati ama Gen Z, unapata walimu wakati wengine wanaandamana kwa ajili ya kukosa nyongeza ya mishahara, wauguzi wanaandamana. Kwa hivyo inakuwepo tu. Mimi nilipoona Tanzania kidogo nilishtuka kwamba
hii maandamano ambayo walikuwa wanasema itakuwepo, kwa hivyo yamefanyika sasa. Kwa hiyo ikawa sio jambo la kawaida, ni jambo geni, na kama mtu mwingine yeyote hatukujua hatima yake itakuwa ni nini. Na niseme hivi kwamba maandamano ya amani yanaweza yakawa yana faida yake, lakini mara nyingi kwenye maandamano wakati mwingine unapata watu wengine wanajitokeza na kwamba discipline inakuwa haipo na kunakuwa na uvunjifu wa amani, kunakuwa saa zingine na uharibifu wa mali, kunakuwa saa zingine na ukorofi fulani ambao unajitokeza. Haya yanatokea, na hata sisi kwetu ambao tunaruhusu maandamano ya amani kikatiba, wakati mwingine tunapata changamoto za aina ile kuweza kukabiliana na wahalifu wanaojiunga pamoja na waandamanaji wenye nia nzuri ya kuelezea mambo yao ama changamoto zao ili wasikizwe, na basi saa zingine inaleta uharibifu fulani. Bwana Balozi, kwa mtu ambaye yuko Kenya anatutizama sasa hivi na anataka kuja Tanzania kwa biashara au hata kwa mapumziko, unamwambia nini? Mimi nitawaambia waje tu. Sisi ni ndugu, na changamoto hizi ambazo zimeona zimejitokeza zitaisha, na sio kwamba pakitokea changamoto ni kwamba ndio mwisho ya mambo, kwamba sasa tuseme Tanzania wameharibikiwa, nchi yao ina vurugu, hapo hakuna usalama. Sisi tunaishi vizuri, tuna usalama, na Wakenya wengi sisi tumeshawahimiza. Vizuizi vilivyotolewa na curfew, na Mheshimiwa Rais akatoa tamko kwamba shughuli zirudi kama kawaida, sisi tulitoa notice kutoka kwenye ubalozi kuongea na wananchi wetu, kueleza kwamba hali ya kawaida imerejea, msiwe na hofu, endeleeni na shughuli zenyu za kawaida, fanyeni kazi zenyu za kawaida, na mkizingatia sheria za nchi ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Manake ni muhimu, ikiwa unaishi Tanzania uzingatie sheria za Tanzania, ukiishi Uganda uzingatie sheria za Uganda, ukiishi Kenya uzingatie sheria za Kenya. Kwa hivyo tuliwahimiza hilo, na tukatoa tamko mapema na tangazo mapema na kusambaza kote kwa wananchi wetu walipo, na pia kuweka kwenye mitandao yetu ya kijamii ili waweze kujua ya kwamba Tanzania iko wazi kuendelea na shughuli, na sambamba na ilivyokuwa ikitangazwa pia na mamlaka ya kwamba tupo. Nilimsikia tamko kutoka kwa Mheshimiwa naibu wa rais, makamu wa rais, akisema ya kwamba watalii waje na Tanzania ina utulivu. Basi na mimi nikaiga hilo, nikasema kwamba kuna utulivu, njoni. Na pia niseme kwa kifupi, Salim, kati ya nchi ambazo zinatembelea, wananchi ambao wanatembelea Tanzania sana, namba moja ni Wakenya kabisa. Kwa hivyo hatungelitaka kuvuruga shughuli zao. Kuna wale ambao haswa wamejiandaa kuja kwa ajili ya holiday hizi ambazo tunaelekea hizi za Krismasi. Kwa hivyo tulitaka wajue kwamba kuna utulivu, wanaweza wakaendelea na mipango yao, na mimi nawajua wengi tu baina ya marafiki zangu ambao nimechangia katika kuwasaidia kutafuta sehemu za mapumziko wakati wa kipindi hiki. Kwa hivyo nasema kwamba matatizo yanaweza kujitokeza. Sisi tunaamini ya kwamba kama ndugu zenu na jirani zenu, tunaamini ya kwamba mwafaka utapatikana, suluhu itapatikana, na nchi itaweza kusonga mbele kwa pamoja. Na maombi yetu siku zote kwenyu ni kwamba nchi iweze kusonga mbele kwa pamoja. Na kwa nini hayo? Tupende hayo. Tunapenda hivyo kwa sababu kukiwa na utulivu tunaweza tukafanya biashara pamoja. Tukiwa na utulivu tutafanya uwekezaji kwa pamoja. Na Wakenya ni wawekezaji wakubwa hapa Tanzania. Na kama unavyojua, siku za karibuni pia kuna makampuni makubwa ya Tanzania yamewekeza Kenya. Kwa hivyo tunahitajiana. Sisi sote tunahitajiana. Kwa hivyo Wakenya hawawezi wakawa hawawatakii wa Tanzania ama wakafurahia wakati ndugu zao wanapitia katika mapito fulani ama mambo mazito ama changamoto fulani. Sisi kwetu ni kwamba changamoto ambazo zimejitokeza mtazipita, na nchi hii itakuwa yenye nguvu zaidi, itaimarika zaidi kijamii, kisiasa, kidemokrasia na kiuchumi vile vile. Na pengine niseme jambo kidogo pale, Salim, ile pengine kidogo pia na mimi nimepitia kwenye mambo ya mitandao ya kijamii. Na wakati mwingine unapitia kwenye mitandao ya kijamii na unapata watu wanaongelea mambo wasiokuwa na ufahamu wa kutosha, na mambo ambayo wakati mwingine yanaweka wananchi hofu ya kwamba Kenya na Tanzania inaweza zikawa hazitakiani ama Wakenya hawawatakii wa Tanzania. Na niseme mambo haya ni mambo ya kupuuzilia mbali. Manake sisi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, kama nchi zetu hizi zingekuwa zimejitosheleza, hatungekuwa tunatafuta kuwa kwenye jumuiya.
Tanzania haingekuwa kwenye SADC na haingelikuwa kwenye East Africa. Sisi hatungelikuwa kwenye East Africa na tuwe kwenye COMESA. Tunachokifanya tukue kwenye jumuiya ni kwamba sisi wote tunaweza tukapata maendeleo ya kutuwezesha sisi kumudu jamii zetu, mahitaji yetu na kuendeleza jamii zetu. Na nasema hivyo kwamba tunatafuta kuwa na soko pana ama soko letu la pamoja tuweze kutanua wigo ili kuweza kujiendeleza, viwanda vikawa vingi na tukaongeza ajira kwa vijana wetu. Kwa hivyo tunahitajiana. Kwa hivyo ukuaji wa Tanzania ni faida kwa Kenya na kwa mambo mengine yote pamoja na utalii. Kaona mtu mmoja anatoa taswira ambazo nafikiri hazijakaa vizuri kusema kwamba wenzetu wanaweza kuwa hawatutakii manake tunabishana sana kwenye mambo ya utalii. Lakini ukiangalia utalii ambao tunao sisi Kenya na Tanzania kulingana na soko la ulimwengu ni 0.1 kulingana na soko la ulimwengu. Yani sisi wote tunapata, Tanzania ama Kenya tunapata dola 2.2 billion. Sasa zile ndogo sana ukilinganisha na soko nzima la ulimwengu. Wageni ambao wanakuja Tanzania ni karibu 1.2 million pengine wa kutoka nje, sio ndani, na Kenya vile vile. Sasa soko la watalii ulimwengu mzima ni bilioni 1.5. Sasa ukiangalia hii ni soko ndogo sana ambayo sisi tunaye. Jambo ambalo tunaweza tukalifanya kwa pamoja, na sisi huo ndio mtazamo wetu na mtazamo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ni kuweza kupanua hili soko. Na ndio maana sisi ni mashabiki wakubwa wa ile kitu ambayo tunaita kwenye mfumo wetu wa soko huru single tourist visa. Yani mgeni akija na visa moja kutoka nje anaweza katembelea nchi zetu hizi zote 8 akitaka kwa urahisi, kwa sababu yule mgeni anakuwa na vivutio mbalimbali anaona, na huyu mgeni hata kuwa bored. Kwa hivyo kila mara kutakuwa na wageni wengi ambao wanakuja. Kwa hivyo fikra za kusema kwamba nchi fulani inaweza ikataka kuwe na machafuko ili watalii waende, watalii hatuna mkataba nao. Sasa sisi hatujafika hata 1%. Wale 99 wanaenda nchi zingine. Ingekuwa bora kama tungeunganisha nguvu zetu ili tuwavutie wale wengine, angalau kipato chetu cha utalii kiweze kuenda juu zaidi. Kwa hivyo zile ni fikra potovu, na watu wanatoa majibu mepesi kwa maswali magumu, maswali ya kitaalam. Swala la kibiashara, international business na economy ni swala la kitaalam, sio swala tu la kuliongelea mtu ambaye hana ufahamu wa kutosha. Crown Media. Hapa ni nyumbani.